Leo tujifunze maneno ya Mungu kwa mahubiri yenye kichwa mfano wa Aroni na mfano wa Melkizedeki. Tuangalie kitabu cha Waibrania sura ya 7. Waibrania sura ya 7 mstari wa 11. Kama ukamilifu ungeweza kupatikana kwa njia ya ukuhani wa Walawi, kwa kuwa katika msingi huo sheria ilitolewa kwa watu, kwa nini basi imekuwepo haja ya kuja kuhani mwingine, kuhani kwa mfano wa Melkizedeki, wala si kwa mfano wa Aroni? Ukuhani wa Walawi na mfano wa Aroni humaanisha kitu kile kile. Aroni ni Mlawi na kuhani mkuu wa kwanza. Ndiyo maana katika Biblia ukuhani wa Walawi na mfano wa Aroni zinatumika kwa kubadilishana. Kwa nini basi imekuwepo haja ya kuja kuhani mwingine, kuhani kwa mfano wa Melkizedeki, wala si kwa mfano wa Aroni? Kwa kuwa yanapotokea mabadiliko ya ukuhani, pia lazima yawepo mabadiliko ya sheria. Kuna mabadiliko ya sheria, lakini haimaanishi kwamba siku ya Sabato inabadilika kuwa Jumapili. Inamaanisha mabadiliko ya ukuhani kutoka mfano wa Aroni kwenda kwa mfano wa Melkizedeki. Kwa maneno mengine, Agano la Kale hubadilika kuwa Agano Jipya. Kweli, tunachohitaji kujua kwa uhakika katika imani yetu ni mfano wa Melkizedeki. Ili kuelewa ukuhani wa Melkizedeki, tunahitaji kujua ukuhani wa Aroni pia. Ndipo tunaweza kuelewa waziwazi mfano wa Melkizedeki. Kwa baadhi yenu mnaosikia hili kwa mara ya kwanza, somo hili linaweza kuwa gumu kwa sababu istilahi hizo ni mpya kwenu, lakini tuendelee. Biblia ilisema mabadiliko ya ukuhani yanapotokea, lazima sheria pia ibadilike. Tuangalie sura ya 8 mstari wa 7. Kwa maana kama hapakuwa na kasoro katika lile agano la kwanza, kwa maneno mengine, kama agano la kwanza lisingalikuwa na dosari, pasingekuwa na haja ya kutafuta nafasi kwa ajili ya jingine. Agano jingine ni nini? Ni agano jipya, si ndio? Kwa sababu kulikuwa na kasoro katika agano la kale, yaani mfano wa Aroni, agano jingine, yaani agano jipya kwa mfano wa Melkizedeki, lilihitajika. Tuendelee na mstari wa 8. Lakini Mungu aliona kosa kwa watu, naye akasema, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya nini? Atafanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Tunapoelewa uhusiano kati ya agano la kale na agano jipya, tunaweza kuwaeleza watu vizuri jinsi tunavyoweza kuokolewa kwa msingi wa maagano haya mawili. Wanafanya kweli zote za agano jipya tunazoshika, kama vile Sabato na Pasaka, zionekane kama agano la kale ambalo limeondolewa na halihitaji kushikwa. Mara nyingi wanazuia kazi ya Injili kwa njia hiyo. Tukishindwa kuwa na uelewa kamili kuhusu agano la kale na agano jipya, mfano wa Aroni na mfano wa Melkizedeki, tunaweza kudanganywa nao. Ni kama vile Eva alivyojaribiwa wakati hakujua maana sahihi ya mti wa kujua mema na mabaya na mti wa uzima. Kwa sababu kulikuwa na kasoro katika agano la kwanza, Mungu alitupa agano gani? Agano jipya. Kwa sababu kulikuwa na kasoro kwenye mfano wa Aroni, Mungu alitupa utaratibu wa nani? Mfano wa Melkizedeki. Kwa sababu kulikuwa na upungufu fulani katika ukuhani wa Walawi, Mungu ametupa ukweli wa agano jipya kwa mfano wa Melkizedeki. Hivi ndivyo Biblia inatufundisha. Tuendelee na mstari wa 9. Agano langu halitakuwa kama lile nililofanya na baba zao nilipowashika mkono kuwaongoza watoke nchi ya Misri.
kwa sababu hawakuendelea kuwa waaminifu katika agano langu, nami nikawaacha, asema Bwana. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitaziweka sheria zangu katika nia zao na kuziandika mioyoni mwao. Nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Mtu hatamfundisha tena jirani yake, wala mtu kumfundisha ndugu yake akisema, mjue Bwana, kwa sababu wote watanijua mimi, tangu aliye mdogo kabisa kwao hadi aliye mkuu sana. Kwa sababu nitasamehe uovu wao, wala sitazikumbuka dhambi zao tena. Kwa kuliita agano hili jipya, Mungu amefanya lile agano la kwanza kuwa kuukuu, nacho kitu kinachoanza kuchakaa na kuwa kikuukuu kiko karibu kutoweka. Waibrania sura ya 7, 8 na 9 zinaeleza kwa mwendelezo jinsi tunavyoweza kupokea wokovu wa milele kupitia agano jipya na si kupitia agano la kale ambalo limetoweka. Basi tunapaswa kutofautisha waziwazi agano jipya na agano la kale. Inapokuja kwa Sabato, baadhi wanaweza kuizuia Injili kwa neno moja tu, Sabato. Wanatumia neno bila kufanya tofauti kati ya agano la kale na agano jipya. Lakini kuna Sabato ya agano la kale na Sabato ya agano jipya pia, si ndio? Kuna Sabato ambayo ni ya mfano wa Aroni na pia kuna Sabato ambayo ni ya mfano wa Melkizedeki. Ndivyo ilivyo na Pasaka. Kuna Pasaka iliyoadhimishwa katika ukuhani wa Walawi na pia ni Pasaka iliyoadhimishwa kwa mfano wa Melkizedeki. Njia ya kufanya sherehe ni tofauti na kila mmoja. Katika ukuhani wa Walawi, yaani kwa mfano wa Aroni, sadaka zote ni dhabihu za wanyama. Kinyume chake, sadaka zote kwa mfano wa Melkizedeki ni mwili wa Kristo. Hii ndiyo tofauti kubwa katika kufanya hizo sherehe. Sisi sote lazima tuelewe hili waziwazi. Ni lazima kwa hakika tuelewe hili. Mungu aliposema sheria imeondolewa, alimaanisha kwamba mfano wa Aroni, yaani sheria za agano la kale, ziliondolewa. Hakumaanisha kwamba sheria za agano jipya ziliondolewa. Tunapaswa kutofautisha waziwazi agano jipya na agano la kale, na tujue jinsi haya mawili yanavyotofautiana katika ukuhani na njia ya kufanya sherehe. Kisha mtu anapowauliza kama sheria imeondolewa yote, unaweza kumpa jibu la wazi kwamba sheria iliyoondolewa ni sheria ya Mose, sheria ya Walawi iliyo ya mfano wa Aroni. Hebu tuangalie jinsi ukuhani wa Walawi na ukuhani wa Melkizedeki ulivyo tofauti katika Kutoka sura ya 24. Kutoka sura ya 24 mstari wa 12. Bwana akamwambia Mose, panda uje kwangu huku mlimani. Je, ni mlima gani? Ni mlima Sinai. Na ukae hapa, nami nitakupa vibao vya mawe vyenye sheria na amri ambazo nimeziandika ziwe mwongozo wao. Mahali ambapo Mungu alitangaza kanuni za dhabihu na sadaka katika ukuhani wa Walawi, yaani kwa mfano wa Aroni, ilikuwa mlima Sinai. Tuendelee na sura ya 34. Kutoka sura ya 34 mstari wa kwanza unasema, Bwana akamwambia Mose, chonga vibao viwili vya mawe kama vile vya kwanza, nami nitaandika juu yake maneno yale yaliyokuwa kwenye vile vibao vya kwanza ulivyovivunja. Uwe tayari asubuhi, kisha upande juu. Kwenda wapi? Kuja juu ya mlima Sinai. Uje mbele zangu kukutana nami huko juu ya mlima. Mtu yeyote asije pamoja nawe, wala asionekane mtu popote juu ya mlima, wala kondoo na mbuzi au ng'ombe wasilishe karibu mbele ya huo mlima. Kwa hiyo Mose akachonga vibao viwili vya mawe kama vile vya kwanza, naye akapanda juu ya wapi? Alienda juu mlima Sinai asubuhi na mapema. Mose alipanda mlima Sinai akapokea sheria kutoka kwa Mungu, naye akashuka.
Wapi Mungu alitangaza sheria katika ukuhani wa Walawi, yaani sheria katika mfano wa Aroni? Ilikuwa mlima Sinai. Walakini mlima Sinai sio mahali pekee Mungu alipotangaza sheria. Mungu alitabiri kwamba ataitangaza sheria mahali pengine pia. Tuone Isaya sura ya 2. Isaya sura ya 2 mstari wa 3. Mataifa mengi yatakuja na kusema, njoni, twendeni mlimani mwa Bwana, kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo. Atatufundisha njia zake ili tuweze kuenenda katika mapito yake. Sheria itatoka wapi? Kutoka Sayuni. Katika mistari iliyotangulia, sheria katika mfano wa Aroni ilitangazwa wapi? Juu ya mlima Sinai. Lakini hapa kuna sheria nyingine. Sheria hii inatangazwa wapi? Sayuni inatangazwa. Hii ndiyo tofauti kati ya mfano wa Aroni na mfano wa Melkizedeki. Ijapokuwa neno sheria ni lile lile. Sheria katika mfano wa Aroni na sheria katika mfano wa Melkizedeki ni tofauti, sadaka ni tofauti, baraka za Mungu ni tofauti, na kazi za Mungu ni tofauti. Dhabihu zote kwa mfano wa Aroni ni mfano na kivuli, ambapo dhabihu zote kwa mfano wa Melkizedeki ni uhalisia. Ijapokuwa istilahi ile ile siku ya Sabato inatumika kwa mfano wa Aroni na katika mfano wa Melkizedeki, njia ya kuiadhimisha ni tofauti kabisa. Katika sheria ya Mose, walichinja wanakondoo, walitoa dhabihu za wanakondoo asubuhi na wakati wa mchana kulingana na nyakati za kutoa dhabihu. Vipi kuhusu sisi leo? Je, tunachinja wanakondoo ili kuishika siku ya Sabato asubuhi na mchana? Hapana. Tunaabudu katika roho na kweli siku ya Sabato. Mkichukulia hii kama tofauti kati ya mfano wa Aroni na mfano wa Melkizedeki, itakuwa msaada mkubwa kwenu kutofautisha sheria mbili, amri mbili. Na mahali ambapo sheria zilitangazwa palikuwa tofauti, si ndio? Moja ilikuwa kwenye mlima Sinai na nyingine ilikuwa Sayuni. Tufungue Waibrania sura ya 5 mstari wa 5. Pia Kristo hakujitwalia utukufu yeye mwenyewe wa kuwa kuhani mkuu. Akimzungumzia Aroni, alikuwa kuhani mkuu wa kwanza katika ukuhani wa Walawi. Walakini Biblia inasema kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki ni Yesu Kristo. Tuone mstari wa 5 tena. Pia Kristo hakujitwalia utukufu yeye mwenyewe wa kuwa kuhani mkuu, bali Mungu alimwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa. Pia mahali pengine asema, wewe ni nani? Wewe ni kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Katika siku za maisha ya Yesu hapa duniani, alimtolea maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, yeye awezaye kumwokoa na mauti. Naye Mungu akamsikia kwa sababu ya kutii kwake kwa unyenyekevu. Ingawa Yesu alikuwa mwana, alijifunza utiifu kutokana na mateso aliyoyapata, na kisha kukamilishwa, akawa chanzo cha wokovu wa milele kwa wote wanaomtii. Naye amewekwa na Mungu kuwa nani? Kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Tunapomwabudu Mungu kwa mfano wa Melkizedeki, hiyo itakuwa ibada ya milele na ibada kamili. Katika Mwanzo sura ya 14, tuangalie kutokea kwa Melkizedeki na tuone kile Melkizedeki alichomwomba Mungu baraka. Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17. Abramu aliporudi baada ya kumshinda mfalme Kedolaoma na wale wafalme waliojiunga naye, mfalme wa Sodoma akatoka kwenda kumlaki katika bonde la Shawe, yaani bonde la mfalme. Ndipo Melkizedeki mfalme wa Salemu alipoleta. Ni dhabihu ya aina gani? Mkate na divai. Alikuwa
Alikuwa nani? Alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Kama kuhani wa Mungu, alipaswa kutoa damu ya mnyama kumwabudu Mungu. Lakini Melkizedeki alikuwa wa kipekee. Alileta sadaka maalum sana ili kumbariki Abrahamu. Vilikuwa nini? Vilikuwa mkate na divai. Melkizedeki alimbariki Abrahamu kwa njia ya mkate na divai. Basi kwa nini Mungu alieleza kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki? Kuhusu Melkizedeki tujifunze zaidi katika Mathayo sura ya 26. Mathayo sura ya 26 mstari wa 17. Siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, "Unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka?" Tunajua vizuri kwamba hili ni tukio la kuadhimisha Pasaka. Kwa kuwa tumesoma maneno haya mara nyingi, hebu tuendelee na mstari wa 26. Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa wanafunzi wake, akisema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Kisha akakitwaa kikombe, akashukuru. Kuna nini kwenye kikombe hiki? Divai. Wapi katika kitabu cha Mwanzo tuliona mkate na divai? Nani alileta sadaka ya mkate na divai? Melkizedeki alileta sadaka hizi. Na sasa ni nani anayefanya sawa kabisa na alivyofanya Melkizedeki? Yesu anaongoza sherehe kwa mkate na divai. Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa wanafunzi wake, akisema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Kisha akakitwaa kikombe ambacho kuna divai ya Pasaka, akashukuru, akawapa, akisema, "Nyweni nyote katika kikombe hiki. Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi." Kila mtu. Sasa je, inaleta maana kwamba Yesu anaitwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki? Tunaweza kupata kufanana kati ya matukio katika Mathayo sura ya 26 na Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17, sivyo? Walitumia sadaka gani? Walitumia sadaka zile zile, mkate na divai. Naye amewekwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki. Basi Yesu alifanya nini na mkate na divai? Hebu tuangalie Luka sura ya 22 na tutafute majibu ya baadhi ya maswali tuliyokuwa nayo katika kitabu cha Waibrania. Luka sura ya 22 mstari wa 7. Basi ikawadia siku ya mikate isiyotiwa chachu, siku ambayo mwana-kondoo wa Pasaka huchinjwa. Hivyo Yesu akawatuma Petro na Yohana akisema, "Nendeni mkatuandalie chakula cha Pasaka ili tuweze kuila." Kama vile katika Injili ya Mathayo, maandalizi ya Pasaka yalirekodiwa katika Injili ya Luka pia. Twende kwenye mstari wa 19. Kisha akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa, akisema, "Huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Vivyo hivyo baada ya kula, akakitwaa kikombe, akisema, "Kikombe hiki, agano gani? Ni agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu." Agano lililoanzishwa kwa mfano wa Melkizedeki ni agano jipya, na agano lililoanzishwa kwa mfano wa Aroni ni agano la kale. Biblia ilisema kwamba agano la kale linatoweka, lakini agano jipya ni la milele na ukuhani wake ni ukuhani wa kudumu. Tuangalie Waibrania sura ya 10. Waibrania sura ya 10 mstari wa 18. Basi haya yakiisha kusamehewa, hakuna tena dhabihu yoyote inayotolewa kwa ajili ya dhambi. Wakitumia mstari huu wadanganyifu husema, "Tazama, hapana tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, hivyo hatuhitaji tena ibada yoyote." Kuna faida gani kushika Pasaka au Sabato? Wadanganyifu husema uongo kwa namna hii, kwa ujanja wanatukashifu. Kaka na dada, tuangalie Waibrania sura ya 10 mstari wa kwanza.
ndipo tutakapoweza kupata jibu dhahiri kwake. Sheria ni kivuli tu cha mambo mema yajayo, wala si uhalisi wa mambo yenyewe. Kwa sababu hii, haiwezekani kamwe kwa njia ya dhabihu zitolewazo mwaka hadi mwaka kuwakamilisha wale wanaokaribia ili kuabudu. Kwa sheria ya Mose, yaani kwa mfano wa Aroni, hatuwezi kukamilishwa. Kwa damu ya wanyama, dhambi zetu haziwezi kusamehewa kikamilifu. Kwa damu ya wanyama, wokovu wetu hauwezi kukamilishwa. Baada tu ya Kristo, ambaye ni uhalisi wa damu ya wanyama, kuja duniani na kumwaga damu yake, ukombozi wetu unaweza kukamilishwa na msamaha wa dhambi ukakamilika. Ndiyo maana inasemekana ukamilifu hauwezi kupatikana kupitia mfano wa Aroni. Tuone mstari wa 2. Kama dhabihu hizo zingeweza kuwakamilisha, hazingeendelea kutolewa tena. Kwa kuwa hao waabuduo wangekuwa wametakaswa mara moja tu, wala wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini zile dhabihu zilikuwa ukumbusho wa dhambi kila mwaka. Kwa sababu nini? Kwa sababu haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kupitia ukuhani wa Walawi, kupitia sheria ya Mose, dhambi zetu zote haziwezi kuondolewa. Haiwezekani kuchukua dhambi. Kwa nini? Kwa sababu ni mfano na kivuli. Kivuli hakiwezi kutekeleza jukumu la uhalisi kikamilifu. Kupitia kivuli, tunaweza kutambua tu umbo na umbo la uhalisi. Tuseme kuna mfano wa mkate. Haijalishi unakula kivuli kiasi gani, unaweza kushiba? Kamwe. Tunapaswa kula nini ili tushibe? Lazima tule mkate halisi. Je, sivyo? Ndivyo ilivyo na msamaha wa dhambi. Haiwezekani kuchukua dhambi kupitia dhabihu katika kivuli na mfano, hivyo mfano wa Melkizedeki ukatokea. Kwa kuwa ukuhani umebadilika, hakuna haja tena ya dhabihu iliyotolewa kwa sheria ya Mose. Hii ndiyo maana ya Waebrania sura ya 10. Tuangalie mstari wa 5. Kwa hiyo, Kristo alipokuja duniani, alisema, dhabihu na sadaka hukuzitaka, bali mwili uliniandalia. Yesu Kristo alitolewa kuwa dhabihu msalabani. Basi bado tunahitaji kumwaga damu ya wanyama kama vile kondoo au mbuzi. Hatuhitaji tena dhabihu hiyo. Walakini wale wanaopinga amri za Mungu wanaendelea kutaja mstari huu mmoja. Angalia hili. Je, haikuandikwa kwamba hakuna tena dhabihu kwa ajili ya dhambi? Wako sahihi. Ni Mtume Paulo aliyeandika kitabu cha Waebrania. Popote Mtume Paulo alipoenda, aliwajulisha mfano wa Melkizedeki akisema, nilipokea kutoka kwa Bwana yale niliyowapa ninyi. Hii ndiyo dhabihu tunayopaswa kutoa. Hii ndiyo ibada tunayopaswa kushika. Hatuhitaji tena dhabihu ya Aroni, bali tunahitaji kushika ibada ya Melkizedeki hadi Yesu atakapokuja. Mtume Paulo alisisitiza hilo. Nani aliandika Wakorintho wa kwanza? Vipi kuhusu kitabu cha Waebrania? Mtume Paulo aliyesema hakuna tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, anasisitiza sana hapa kwamba ni lazima tuishike dhabihu. Lazima tuelewe hili linamaanisha nini. Alimaanisha kwamba sisi hatuhitaji tena dhabihu kupata msamaha wa dhambi kama mfano wa Aroni. Mfano wa Aroni ulikuwa mfano na kivuli tu cha mfano wa Melkizedeki. Kwa kuwa uhalisia ulikuja, hatuhitaji tena mfano. Tuangalie Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23. Kwa maana mimi nilipokea. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa Bwana. Alisema aliwapa yale aliyopokea kutoka kwa Bwana. Sasa tuangalie kwa makini kile anachowapitishia sasa.
Bwana Yesu usiku ule aliposalitiwa, alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru, akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Inamaanisha nini? Tunapaswa kuiadhimisha au la? Lazima tuishike na tuweke katika vitendo. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki nini? Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Tunapaswa kufanya nini na hili? Alituambia tufanye hivi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kunywea kikombe hiki, mnatangaza mauti ya Bwana mpaka lini? Mpaka ajapo. Kula mkate huu na kunywa kikombe hiki hurejelea ibada fulani. Ni nini? Ni ibada ya Pasaka. Inarejelea sikukuu ya Pasaka. Mtume Paulo aliposema hakuna tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, je, alimaanisha kwamba hatuhitaji kuiadhimisha Pasaka? Hapana. Hakumaanisha kwamba agano jipya halihitajiki tena. Lakini alimaanisha kwamba hatuhitaji njia ya kupata msamaha wa dhambi kupitia agano la kale. Hivyo ni aina gani ya ibada ambayo tumepewa sasa? Ibada ya Melkizedeki. Hiyo njia ya ibada inapaswa kuwekwa hadi lini? Hadi atakapokuja. Inamaanisha kwamba tunapaswa kuiadhimisha mara kwa mara. Kamwe haimaanishi kwamba hatuhitaji kuishika. Tuone mstari mmoja zaidi. Yohana sura ya 13 mstari wa 15. Mimi nimewawekea nini? Nimewawekea kielelezo kwamba imewapasa nini? Imewapasa kutenda kama vile nilivyowatendea ninyi. Je, Pasaka ni dhabihu au la? Kulingana na kitabu cha Kutoka imeandikwa, hii ni dhabihu ya Pasaka kwa Bwana, ni dhabihu kwa Mungu. Yesu aliweka kielelezo cha kuadhimisha Pasaka. Kabla ya kuadhimisha Pasaka, aliweka mfano gani kwanza? Aliweka kielelezo cha kuwanawisha miguu ya wanafunzi wake. Tuone kilichotukia katika onyesho hili, mstari wa 4. Hivyo aliondoka chakulani, akavua vazi lake la nje, akajifunga kitambaa kiunoni. Kisha akamimina maji kwenye sinia na kuanza kuwanawisha wanafunzi wake miguu na kuikausha kwa kile kitambaa alichokuwa amejifunga kiunoni. Alipomfikia Simoni Petro, Petro akamwambia, Bwana, je, wewe utaninawisha mimi miguu? Yesu akamjibu, hivi sasa hutambui lile ninalofanya, lakini baadaye utaelewa. Petro akamwambia, la, wewe hutaninawisha miguu kamwe. Yesu akamjibu, kama nisipokunawisha, je, nini kinatokea? Wewe huna sehemu nami. Hata bila kunawa miguu peke yake, Yesu alisema, wewe huna sehemu nami. Alimaanisha huwezi kuokolewa. Mtume Paulo alisema, mimi nilipokea kutoka kwa Bwana yale niliyowapa ninyi. Alifanya kama alivyopokea kutoka kwa Bwana. Mtume Paulo alisema lazima tuiadhimishe hadi Yesu atakapokuja. Ni wapi pengine ambapo tunaweza kuona tukio lile lile? Tuangalie kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5. Kitabu cha Wakorintho kiliandikwa muda mrefu baada ya Yesu kufufuka na kupaa mbinguni. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Ondoeni chachu ya kale ili mpate kuwa donge jipya lisilotiwa chachu, kama vile mlivyo. Kwa maana Kristo, mwana-kondoo wetu wa Pasaka, amekwisha tolewa kuwa dhabihu. Kwa hiyo tusiadhimishe nini? Kuadhimisha sikukuu hii. Hili ni adhimisho gani? Ni sikukuu ya Pasaka. Toleo jingine la Biblia linasema tuiadhimishe Pasaka yetu. Basi je, hakuna tatizo ingawa hatushiki sheria na kanuni za Mungu? Lazima tuzishike, si ndio? Sherehe ya msamaha wa dhambi kwa damu ya mafahali na mbuzi imemalizika. Sheria ya Agano la Kale sasa imekwisha. Kwa sababu hatuwezi kupata msamaha wa dhambi kupitia hiyo, Kristo ambaye ndiye uhalisi alikuja duniani. Hivyo ni lazima tuishike sheria ya msamaha wa dhambi ambayo Kristo alianzisha.
Katika Mathayo sura ya 5 pia imeandikwa, msidhani kwamba nimekuja kufuta sheria au manabii, sikuja kuondoa bali kufanya nini? Kutimiza. Kama hamjui maana ya dhabihu kwa Mungu na mnatofautisha kati ya mfano wa Aroni na mfano wa Melkizedeki, hamwezi kutambua kwamba mnafuata sheria ya ibada ya nani ijapokuwa mnashika Pasaka na Sabato leo. Nimeona kesi hiyo mbaya, hivyo sasa ninawaambia kwa dhati. Mwishoni, ninawaomba kamwe msiupoteze ukweli mnaoshikilia, ili kwamba mweze kukaribishwa kwa wingi kwenye ufalme wa milele wa mbinguni. Ningependa kumaliza mahubiri ya leo. Neema na iwe kwenu kutoka kwa Mungu. Asanteni sana.